Majina yangu naitwa Frenki Malko Majojo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Goba. Tarehe 27 kwa kumbukumbu zangu, mwezi wa 5 mwaka 2025 ilikuwa ni siku ya wanagoba kupokea maendeleo makubwa ya mradi wa kilomita 1 ya lami ambayo tumeunganisha kutoka kwenye kilomita 1 ya awali. Mbona kuanzia hapa ambako sasa hivi kuna maunguniko kutoka hapa kuelekea Kinzudi, tumepewa kilomita 1 na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kufungua korido ya kutoka Kinzudi kuelekea halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Kwa mradi huu umenufaisha mitaa mitatu. Mtaa wa Goba wenyewe kwenye ardhi hii ambayo tumesimama, lakini tunapakana na mtaa wa Kungulu, na upande wa huku mashariki tunapakana na mtaa wa Kinzudi. Kwa mitaa mitatu imekwenda kunufaika na kilomita 1 ya lami ambayo imekwenda kulazwa kwenye hii barabara ambayo inatuunganisha na barabara ya Sarasara. Thamani ya huu mradi ni bilioni 1 na milioni 500 ambao imelazwa kwenye hii barabara kwa ajili ya kuwasaidia wanagoba, lakini kuwasaidia wana mitaa yote mitatu ya Goba ambao tutakwenda kuunganishwa na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Lakini madhumuni la mradi huu ni kuhakikisha tunaongeza thamani ya maeneo ya wakazi, au kwa maana ya majirani wanaoishi pembezoni na hii barabara. Sasa viwanja ambavyo vilikuwa vinauzwa huku kwa gharama ndogo, thamani yake itakwenda kupanda baada ya maendeleo ya huu mradi kuweza kutekelezwa kwenye barabara hii. Naam, lakini pia kama ambavyo tumeona mradi kwa maana ya sekta miundombinu kilomita 1 ya lami, na upande wa elimu, Mheshimiwa Rais ameendelea kutukumbuka. Goba tumeendelea kuwa kitovu cha elimu ndani ya kata yetu ya Goba, lakini mimi naamini ndani ya halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo kwa kuwa na shule ya advance. Nadhani tumetembelea mradi mpya ambao mmeuona kwenye shule yetu nzuri yenye mabweni mazuri, na tayari tumeshadaili wanafunzi wa muhula wa kwanza ambao tunatarajia mwezi wa 5 basi watakuwa wanakwenda kumaliza masomo yao ya high level, na tayari tuna form 5 ambao tumesha wadaili kwa ajili ya kumaliza mwaka wa masomo mwakani. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, ameendelea kupendelea kwenye sekta ya elimu. Shule 3 za sekondari kwenye kiwanja hiki zote ziko ndani ya mtaa wa Goba. Huu ni mradi wetu sasa wa 3 ambao tunautembelea, ambao umetekelezwa kwa mwaka huu wa fedha, na mradi huu ambao tuko hapa sasa hivi ni ujenzi wa box culvert kwenye barabara yetu ya Awazi Road, ambao mradi huu kimsingi una siku 150 tangu utekelezaji wake mpaka mradi unakabidhiwa. Kwa takriban miezi 5 ujenzi huu utakuwa unaendelea kwenye kivuko hiki. Lakini kutokana na umuhimu wa hii barabara na uhitaji wa hii barabara, na sisi tumemwomba mkandarasi kwa hali na mali ajitahidi kukimbizana, aidha ajenge asubuhi, ajenge mchana pamoja na usiku, ili kabla ya hiyo miezi 5 basi angalau barabara hii iweze kufunguka. Kwa majina anaitwa Mohamed Riziki Malongoza, site foreman wa kampuni ya Kazi Bora Group Limited. Tunashukuru serikali ya Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuamini sisi wakandarasi wazawa tunatekeleza huu mradi wa Goba Center hapa kwa Awazi, box culvert ya mdomo mmoja. Nafikiri itakuja kuondoa tatizo la hapa ambalo lilikuwa limetokea hapo awali nyuma kwamba maji yalikuwa yanajaa na overflow, lakini kwa hichi kitu tutakuja kuweka hapa, maana yake tumetatua tatizo. Yote kwa yote tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan aliyotuamini sisi hapa wakandarasi wazawa, na tunaomba atuendelee kutupa miradi mikubwa na zaidi. Nashukuru sana. Kwa jina naitwa Maulidi Suleiman, ni mkazi na mwananchi wa mtaa huu wa Goba. Daraja kivuko hiki kinaenda kutatua kero na shida za wananchi wanaekaa mtaa huu wa Mtambani. Kivuko hiki kipindi cha kwanza kabla hakijawekwa kilikuwa na shida, hata gari zilikuwa haziwezi kupita, maji yakini mvua za masika zikinyesha, kwamba maji yalikuwa mengi, imefikia mpaka watoto kuwavusha na watu wa kushikwa mkono kuvushwa. Ikawekwa kalavati ndogo, naye vile kutokana na maji yalikuwa mengi, yale maji yakawa yanapita juu ya kalavati. Kwa hiyo kwa kilio cha wana Mtambani, Mheshimiwa Rais amekisikia, na sasa hivi inawekwa box kalavati ambaye ni daraja kubwa. Nina imani kwamba daraja hilo litaenda kuwavua shida za wanagoba, shida za wakazi wa Mtambani wote. Kikubwa wao wanamtakia mema Mheshimiwa Rais na kumshukuru kwa hichi kivuko. Ninaamini kwamba kitakapoisha basi wananchi wa mtaa wa Mtambani watapita salama
na hapatakuwa na matatizo, kwa sababu ikifika saa 1 hapa ilikuwa hapapitiki kabisa mpaka 1 wa 3 mvutane.